Shida za kumbukumbu ni mojawapo ya shida za kawaida na zinazoendelea ambazo watu hupata baada ya kupata kiharusi. Watu wengi waliopata kiharusi watakuwa na shida za kumbukumbu ambazo ni kwa ajili ya nyenzo za maneno au za kuona, kulingana na mahali kiharusi chao kilipotokea. Kuna pia mambo kadhaa ambayo yanaweza kufanya shida za kumbukumbu kuwa mbaya zaidi. Kwa mfano, ikiwa umakini wako una matatizo, itaathiri kumbukumbu yako. Kwa hivyo, ikiwa uko kwenye duka kubwa lenye shughuli nyingi, hilo litapunguza umakini ambalo litaathiri kumbukumbu yako. Mambo mengine kama vile kuwa na lishe duni, ukosefu wa usingizi, ukosefu wa mazoezi, kuwa na msongo wa mawazo au wasiwasi, au kuwa na hofu, yote yataathiri kumbukumbu yako vibaya, kama vile kuwa na hali ya chini ya moyo, kama vile unyogovu. Yote yataathiri kumbukumbu yako vibaya. Lakini kuna njia kadhaa ambazo unaweza kufidia kuwa na matatizo ya kumbukumbu. Kwa bahati mbaya, hatuna njia ya kumrudishia mtu kumbukumbu yake mara baada ya kupata kiharusi au jeraha la ubongo. Lakini unaweza kujifunza njia za kufidia hilo. Kwa mfano, mojawapo ya mambo ya kawaida ambayo watu wana shida kuyakumbuka ni kuchukua dawa zao au kukumbuka kama tayari wamechukua. Njia rahisi ya kurekebisha hilo au kulitatua ni kuzungumza na mfamasia wako kuhusu aina tofauti za pakiti za vidonge zinazopatikana kukusaidia kuangalia, sawa, ni dawa gani ninapaswa kuchukua lini na tayari nimechukua dozi hiyo. Hivyo ni njia moja ya kufidia tatizo maalum. Ushahidi mwingi tulionao kwa njia ya jumla ya kusaidia na kumbukumbu ni matumizi ya shajara. Kwa mfano, baadhi ya watu watatumia shajara ya kielektroniki. Mimi mwenyewe natumia moja ya zile shajara kubwa za karatasi kusaidia kunikumbusha miadi, majina ya watu na nambari za simu. Jambo muhimu ni kwamba unapoitumia shajara lazima upate ile inayokufaa zaidi. Na watu ambao wana matatizo ya kumbukumbu baada ya kiharusi, mara nyingi watatumia shajara kwa njia tofauti na jinsi mtu mwingine angefanya kawaida. Kwa mfano, badala ya kuandika tu miadi ambayo naweza kuwa nayo, ningefanya pia, tuseme nilikuwa na tiba ya mwili Alhamisi, ningekuwa na miadi yangu kwenye shajara yangu. Na kwenye miadi, ningemwomba mtaalamu wangu wa tiba ya mwili aandike tulichofanya. Kwa njia hiyo, shajara inaweza kutumika kukukumbusha mambo unayopaswa kufanya, lakini pia inaweza kukukumbusha mambo ambayo tayari yametokea. Kwa hivyo, ikiwa mtu anakuja kukutembelea, anaweza kuiandika kwenye shajara na kukukumbusha ulichofanya na ulichozungumza. Kwa hivyo, kwa njia hiyo, unaweza kutumia shajara tofauti ili kuboresha kumbukumbu yako. Jambo lingine ambalo ni muhimu sana kwa kuboresha kumbukumbu au kukabiliana vyema na matatizo ya kumbukumbu ni kuwa na mifumo na mpangilio mahali. Mara nyingi nakumbuka kila kitu mahali pake na mahali pa kila kitu. Mojawapo ya mambo ya kawaida ambayo kila mtu husahau ni mahali walipoweka funguo zao. Lakini ikiwa una ndoano kando ya mlango ambayo kila mara unaweka funguo zako na unajizoeza kuziweka mahali fulani, kuna uwezekano mdogo wa kuzipoteza. Unaweza kutumia aina nyingine za mipangilio na mifumo pia. Kwa mfano, kuwa na ratiba ya kila siku asubuhi. Kwanza unaamka, kisha unavaa, kisha unasafisha meno yako, kisha unachukua dawa zako. Kwa kuzoea tabia na kutumia mifumo ya mpangilio, unaweza kweli kuboresha kiwango chako cha uhuru ikiwa una tatizo la kumbukumbu. Jambo lingine kuu la kukumbuka ni kuomba msaada na kuwajulisha watu kwamba una tatizo la kumbukumbu. Unajua, waombe watu waandike mambo kwenye shajara yako. Ikiwa una shida ya kukumbuka sura na majina ya watu, uliza kama unaweza kuwa na picha yao na jina lao limeandikwa chini, na uwe na sehemu kwenye shajara yako ambapo unahifadhi zote hizo. Kwa hivyo ni kuhusu kugundua ni nini unapata shida nacho, kisha kupata msaada na kufidia shida hizo maalum.